Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Halal Charity TV, the media arm of Halal Charitable Trust, non-governmental organization based in Mtwapa. Leo tumetembelewa na agent wa Umra na Hajj, na inshallah muda huu tutazungumzia kuhusu safari ya kupeleka watu Umra na safari ya kupeleka watu Hajj inshallah. Sheikh, naomba ujiintroduce. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina ni Khattab Khalifa Abubakar. Agency yangu ni hii hapa Al-Hashimi Agency. Kwamba mimi ni msimamizi wa kama murshid, yani kumweleza ule ambaye kwamba anakwenda haji kutekeleza ile haji yake mpaka kumaliza. Alhamdulillah. Na hii kazi umeifanya nyinyi kama Al-Hashimi kwa muda gani sasa? Hii ni kazi kwa hakika tumeanza 2012. Sasa takriban ni miaka 13. Alhamdulillah. Na Umra ni nini Sheikh? Yani mtu akisema nataka kwenda Umra ni kitu gani yani? Ni ibada ndio, lakini ni step gani na step gani na step gani mpaka useme mimi nishafanya Umra sasa? Kwa hiyo Umra kuna tofauti Umra na Haji. Umra kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezungumza, wa atimul hajja wal umrata lillah, yani utimize ile haji na umra kwa sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ile umra haina wakati wala haina muda. Haji ina wakati. Umra ni wakati wote wewe unataka kufanya utafanya, yani mwezi wote, wakati wote, muda wote, saa yoyote. Na umra amali zake takriban ni kama za haji. Lakini tofauti kwamba ile umra huwa wewe waifanya pale pale Maka, ambapo ni kutufu na kufanya sa'i, huwa imekwisha umra. Kisha ile mingine kufanya ziara na kutembea tembea kwenda Madina. Lakini umra ushakutufu mara 7, ushakufanya sa'i mara 7, huwa imekwisha, ni umra. Ushamaliza. Maanake hukumu zake ni kama zile namna ambapo kwenye haji walazima kabla hujatoka wewe huku uliko, wewe umetiania mimi nenda kufanya umra, na kabla hujaingia Maka kwanza umenuilia kwamba mimi nenda kufanya umra. Na ukishakufanya ile, ukishakutia ile nia, umehirimia. Maanake kuna mambo ya sunna ambapo haya yote sisi huwa tuwafundisha. Kabla unavaa ihram wakati gani? Na ihram zile nguo mbili zile wakati gani watu wanavaa? Ile nguo mbili atakaovae kabla miqati. Ukiingia ile miqati ya kwenda Maka kwanza uvae. Na kuna wengine sisi ikiwa mfano tuondoka mathalan, ikiwa ni kwa kupita Dubai, huanza kuvaa pale Dubai. Na kama ikiwa wengine huvaa pale ndani ya ndege. Kisha alafu baada ikifika mikati ndo katiania kwamba mimi sasa natiania kufanya umra. Tuwaeleza wale wenye mahujaji wale. Na kuna sampuli mbili. Sasa kuna wengine pengine yeye ameshafanya umra, waenda kumfanyia mtu pia atakayetiania wa mimi naenda kumfanyia umra fulani katika pale mikati wakati shavaa ile ihram. Yani si kwamba utatiania kabla hujavaa ihram. Kwanza unavaa ihram kabla hujafika pale miqat, kisha alafu utienia. Ukisikilia Maka pale, kwanza jambo la kufanya ni umra. Sasa safari yenu huwa ni kutoka Mombasa ama mwasafiria kutoka Nairobi sana? Hii hutegemea yani ya ndege. Mara nyingine unapata ndege kutoka Mombasa, umefahamu, mpaka Dubai, Dubai mpaka Jeddah. Na mara nyingine huwa ni safari kutoka Nairobi Jeddah. Yani haina kwamba lazima kila wakati ni Mombasa. Ni matokeo ya kutokea. Lakini sana umra huwa yaanza Nairobi. Na documents gani mnaambia watu wawe nazo kabla hawajaanza hii safari? Document sasa hivi ni passport tu. Passport. Passport
na zaidi ni ile kadi ya chanjo, yani amedunga sindano zile 4. Kuna sindano 4 za dungwa, na tuwaeleza wale mwenye kufanya umra wakija mwambie lazima uwe na hii kadi, na tumuonesha zile kadi ya yellow lazima adunge sindano 4. Ya nini na nini tutawajua ama kuna yellow fever. Naam. Kuna ya mafua, kuna ya nini ya meningitis na ya polio, ambao hizo ndio lazima manake zidungwe. Kisha alafu baadaye ni hizo 2 tu, maana passport na hiyo chanjo ndio muhimu manake. Na kuna umri fulani ambao mtu hawezi kwenda kufanya ibada ya haji ama ibada ya umra ama hii ni mambo ya umri. Kwa hakika iliwekwa mwisho ikawa ni miaka 60 mtu haruhusiwi, kisha ikaondoshwa. Sasa hivi hakuna vikwazo za umri. Mtu muhimu ni mwenyewe anavyoweza, na mara nyingi sana mambo kama haya hutokea mtu akawa pengine hawezi kutufu, ni mgonjwa, una maradhi mazito. Sasa mara nyingine hutokea akawa mtu kama ule hawezi kufanya kitu gani, lazima antuke mtu kumsaidia. Lakini hakuna vikwazo kwamba umri fulani haruhusiwi. Na je, watoto kama mara hii nimesikia kwamba watoto wadogo wamekatazwa kwenda wakati wa haji kwa sababu ya harara nyingi sana mara hii itakuwa joto. Lakini umra unaruhusiwa. Umra unaruhusiwa. Naam. Na tuseme kwa mukhtasar, umra kwanza ni nia, sio? Ndio. Umeshatia nia kwa mimi naenda umra. Kisha uenda utafanya tawaf. Ndio, mara 7. Kuzunguka al-Kaaba mara 7. Ndio. Kisha utafanya sa'i Safa wal Marwa. Ndio. Safa wal Marwa yani kutoka Safa kwenda Marwa ni moja, kwa hivyo mara 7. Mara 7. Kisha kuswali rak'atayn, ndio. Maqam Ibrahim. Yani umra kufanya tawafu ile 7 waondoka, yani kueleza zote, yani kueleza zile za sunna pia. Umefahamu? Ni vizuri ukimaliza pale uende katika Maqam Ibrahim. Na si lazima uende lazima pale Maqam Ibrahim kwa sababu ya zahma. Waweza kwenda hata mbali kidogo, ni sunna uswali raka 2. Naam. Ukimaliza uswali raka 2 utoke uende katika maji ya Zamzam, hata kama kidogo, kisha kumaliza uende kusai Safa wal Marwa. Safa wal Marwa. Naam. Na hii Safa wal Marwa yani mara nyingi sana nimepambana na watu wafanya sai, yani wazunguke ile dori mzima wakahesabu kwamba ni moja. La ilaha illa. Kwa sababu gani? Kwa sababu maana yake amejua kuzunguka hivi ni moja. Lakini tofauti kwamba yani ukianza Safa ukifika Marwa ni moja. Kisha utoka Marwa ukirudi Safa ni ya pili. Yani huwa ni kama useme ni utazunguka ile mara 3. Ile mara ya moja ni utoka. Na ya mwisho. Ya mwisho. Kisha ukimaliza hapo kufanya ile sai huwa umra umeshamaliza. Huna tena, lakini kama ikiwa mfano mathalan utaoketi tena ni itikafu mwenyewe watakusala tena. Kunyoa, mtu ananyoa katika watoka. Ukimaliza sasa ile sai. Ukimaliza ile sai waweza kanyoa pale. Waweza kanyoa nde, waweza kanyoa kwenye vinyozi kule nde. Na kwa mwanamke hanyoi. Mwanamke kawaida tunajua huwa hupunguza tu kiasi. Mwanamume ni vizuri kama namna alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba manake alimuombea dua mwenye kunyoa mara 3. Ule mwenye kupunguza dua yake ni moja tu. Bwana. Kwa hivyo ni vizuri mtu anyoe. Kupata ile ujira zaidi. Sasa ukimaliza kunyoa inamaanisha umra ushamaliza. Waweza kuvua nguo sasa. Waweza kuvua nguo. Vile vikwazo vya umra ihram vitakuwa vishaisha. Imekwisha, kama mfano kutia manukato, kukata kucha. Sasa na mara nyingine ikiwa mfano wataka kufanya nyingine mathalan na wewe umeshamaliza, ndio utakwenda kufanya yani nia nyingine kama maarufu inavyojulikana katika Masjid Aisha. Ukatia nia kule, ukarudi tena ukafanya tena vile vile.
mfano utakumfanyia mtu au utakuongezea wewe mwenyewe, waweza kufanya ile kiasi utakavyo, nguvu zako. Mashaallah. Na ni shilingi ngapi yani tuseme kama hii Disemba mtu ataka kwenda umra na nyinyi? Kama sasa hivi tuko nayo tarehe 27 hii mwezi huu ni 1600 sasa hivi. 1600 dola. Dola 1600 kuanzia tarehe 27. Tena pia ina na buffet. Kawaida umra haina buffet, lakini hii kuna ofa kidogo imetolewa pale Maka, kuna buffet Ngoja kabla hatujaja hapo Sheikh, yani ni kama shilingi ngapi 1600 dola pesa ya Kenya? Ya Kenya yaweza kufika tuseme 130, yaweza kufika laki mbili na kitu kidogo. Sio? Kwa hivyo ukilipa hiyo wewe alhamdulillah utakuwa umeingia kwenye program. Utakuwa umeshaingia. Naam, sasa hoteli Maka ni hoteli gani mnawapatia watu? Hoteli Maka sisi kawaida tuna hoteli ambayo kwamba sana inaitwa Al-Manar. Al-Manar. Ndio ambapo kwamba iko katika nini Ibrahim Khalil. Yani mahala ambapo kwamba ni nyuma ya Clock Tower. Na simbali kabisa, ni mahala ambapo kwamba maana karibu na hoteli nzuri, hoteli kubwa ambapo katika hoteli zinaojulikana. Mtu anaweza tembea tu mpaka msikitini ama kuna basi au peleka? Watembea tu. Yani hapo hiyo hoteli mara nyingine ikiwa watu ni wengi mpaka hapo hotelini watu waswali wafuata haram. Alhamdulillah. Yaitwa mwasema Al-Manar. Al-Manar. Na ni kitu gani wanapeana hapo? Mahali pa kulala, umesema kuna buffet chakula. Hapo kama hii sasa si kawaida haina. Kawaida umra haina chakula. Lakini hii imetolewa ofa ya hii ya tarehe 27 ina chakula. Breakfast pale Maka. Chakula lunch pia usiku. Mara 3 peke yake. Maka peke yake. Madina haina. Na ni siku ngapi? Siku 12. 12. Hii ni itakuwa maana umra, kila umra zote ni siku 10 tu, lakini hii ni imetolewa ofa. Kwa hivyo hii ni siku 12, dola 1600. Kisha hoteli ni karibu na haram. Na chakula ni buffet vile unavyoweza kula utakula. Siku yani hapo Maka peke yake. Maka peke yake. Na ingine ambapo inafuata ni ya Januari tarehe ngapi pengine niangalie, lakini iko Januari ambapo ni 1300. Yashuka kidogo. Yani imeshuka kidogo kwa sababu yani kama ofa hiyo imetolewa. Yani hiyo itakuwa tarehe Al-Hashimi. Kwa kila mwezi nyinyi mko na program? Kila mwezi. Kila mwezi. Mashaallah. Kila mwezi huwa tuna umra. Na ambao kwamba huwa bei tofauti. Na sana ni siku 10 tu. Sana siku 10. Sasa hii ni ya sasa kama sasa hivi tumetoa sasa hivi yani matangazo kabisa ya haji. Umefahamu? Hii ni ya Januari itakuwa tarehe 28. Kurudi tarehe 6 1300 February. Na Ramadhani mna mpangilio pia na Ramadhani pia tumeshatoa ambao kwamba itakuwa ni Februari tarehe 26 mpaka tarehe 9 1600. Siku 10 za mwisho. Siku 11 na mwisho ya Ramadhani. Hii ni ya mwanzo. Ya mwanzo hii ni ambao kwamba siku 11 tarehe 26 mpaka tarehe 9 1600. Naam. Kisha kuna na ya mwisho ya Ramadhani siku 15. Siku 15 itakuwa ni 2000 kuanzia tarehe 4 mpaka tarehe 19. Kwa hivyo Ramadhani kuna trip 2. Trip 2. Mwanzo wa Ramadhani na mwisho wa Ramadhani. Na mara nyingine utakuunganisha pia uweza kuunganisha. Katika mwezi mzima. Na hii na hoteli hiyo Al-Manar. Hapo kwamba na kuna hoteli nyingine tu Daru Dhiafa. Yani hoteli zetu ni hizo mbili, Al-Manar na Daru Dhiafa. Maka. Na sasa hivi tu tayari maana yake hizi tayari tumesha book na tumeshatukua hoteli. Tumeshaweka reserve tayari. Yani
kila kitu tayari, yani hiyo sio maana yake tutafanya. Yani tayari tumeshaweka hiyo Januari na hiyo ya Ramadhani zote mbili tumeshapanga tayari na bei zake. Na je, mtu akitaka kulipa polepole waweza? Tuseme $1600, mimi bwana nina nia na 200 nitalipa polepole mpaka nimalize. Kwa hivyo iko hiyo. Iko. Yani waweza kutoa pasipoti yako, na hiyo ndio mzuri sasa. Hiyo ni vizuri zaidi kwa sababu kama sasa hivi tuseme hii ya Januari ni 1300. Uzuri ufanye kuanzia sasa, utoe hata kama ni 200 na pasipoti, tukate tikiti kabisa. Kwa sababu ukikaa yaweza ikabadilika. Mambo ya ndege hupanda. Sasa ukija tena mfano umeona matangazo 1300, mara ya Bashiri bwana mmekuja mimi nataka kwenda umra. Bwana ni 1600. Mimi nimeona, nikamwambia umeona lini? Wiki 2 zilizopita. Imeshabadilika. Kwa bei zaweza kubadilika. Huweza kubadilika. Lakini hasa ukifanya mapema, hiyo unavyosema uwe kulipa polepole ni vizuri, utakomesha buki kabisa. Mashaallah. Sasa jambo lingine Sheikh, kama mimi nataka private arrangements, sitaki kufuata group, nataka nyinyi munifanyie booking, munikatie tikiti, munifanyie visa, lakini sifati group. Na si wakati ule nyinyi mwaenda, ni wakati nataka mimi yani. Je, mnafanya hiyo? Tunafanya hivyo. Kwa sababu yani, lakini tofauti hii huwa bei zake haziwi kama group. Wajua kwenye group mfano waweza kuwa 1300, lakini private waweza kuambia pengine 1600, 1800, kwa sababu ile room ni yako peke yako. Lakini kwenye group uketi watu 4, watu 5, kidogo nafuu. Nafuu. Lakini tuweza kufanyia vile unavyotaka. Kama unataka 5 star hoteli tukufanyia. Kwa hivyo hiyo iko. Ukitaka waweza fanya 3 star vile unavyotaka tunakufanyia. Na je, katika group mnaweza kumruhusu mtu tuseme akiwaambia nataka room mimi na mke wangu au mimi na watoto wangu, yani anaweza akachagua? Ama bwana sisi tumekupangia utakuwa na hawa, basi lazima uwe na hawa? Mtu anaweza chagua. Waweza kuchagua ukasema mimi nataka room peke yangu. Tutakwambia tu bwana, sasa room peke yako utalipa hivi. Haji pia? Haji pia. Maka Madina kote tuweza kufanyia. Muhimu ni kwa manake ni kuelewana tu. Kwa manake mfano kwenye room kuna vitanda 4. Sasa mimi nitaka watu 2. Sasa je, vitanda 2 tamwatia nani? Sasa utachukua wewe vile vitanda 2. Lakini utalipa zaidi kidogo. Na nyinyi mnawasafirisha watu wa Mombasa peke yake coast, ama Nairobi, Garissa, Turkana, kokote Kenya mtu akitaka kusafiri na nyinyi yaweza? Sisi tusafirisha watu Kenya mzima. Kama rahini ilikuwa tuna watu kutoka Marsabit, tuna watu kutoka Kisumu, kutoka Nairobi, kutoka Garissa. Watu tulikuwa nao hii mwaka uliopita huu. Na mpaka Ujerumani tulikuwa nao, kuna mmoja, kuna mwingine 2 kutoka Amerika. Lakini muhimu ni pasipoti ya Kenya. Ndio muhimu. Popote ulipo, watuma tu ile pasipoti yako wewe, umefahamu, tunakufanyia kila kitu. Alafu tukuregeshea, hata kama ikiwa mfano mathalan wewe utakusafiri, yani tuseme kwa kule uko Ujerumani, tukufanyia mambo yako yote huko. Alafu tutakutana huko kule. Na ofisi yenu iko wapi? Ofisi yetu ni Seaside Hospital ya zamani. Wapi? Mombasa, pale Ganjoni. Seaside Hospital ya zamani. Kama unajua hiyo Seaside Hospital ndio ofisi. Iko Al-Hashimi agency. Ukifika imeandikwa Al-Hashimi. Naam Sheikh, tukiendelea mbele, hawa mahujaji mnawatayarisha vipi physically yani? Mnawaita bana, sasa nyinyi tunaenda pamoja, kwa hivyo kuna mambo fulani mnawafundisha. Ndio. Je, mnao semina kama hizo? Tunao semina, tena tunafanya semina ya taalimu hasa kuonesha namna gani mtu ataka awe kuanzia mwanzo. Yani tunafanya semina, tuwafundisha namna mpaka kuvaa nguo kwanza, kisha wafanyia darasa muhimu, yani kitu gani muhimu atakawe kabla hujaondoka hapa, wewe ujitayarishe kinamna gani. Ndio. Wanawake, wanaume, na upande wanawake pia tunaye mashallah khalati Amina, kama unajua. Wale ambao
muadhi pale. Naam. Yeye ni katika mama ambaye kwamba asimama na sisi sana, na hasa kwa upande wa wanawake. Ndio. Na wafundisha mengi sana kuhusu mambo kama hayo. Mwenyezi Mungu amjaze kheri kwa kujitolea kwake. Maana yake ajitolea kwa mambo kama haya, kusimamia wanawake mpaka kuhakikisha wamefahamu. Na pia katika semina hizo tuwaita madaktari. Ndio. Nifahamu kama Rain tulikuwa na daktari Dr. Adnani, nifahamu na madaktari wengine, kuwaeleza vipi namna ya safari kama hii atakaojiandalie kwa madawa, utukue dawa zako, tuwakumbusha ni kitu gani muhimu utakaotukue, na tuwaweka wakati ya masala kila mtu aulize kitu gani changamoto ambayo alonazo aeleze, tuweze kumsaidia. Manake kitu kimoja ambacho kwamba mara nyingi pengine tuaghafilika, mtu pengine atakuja bana, mimi na mtu wangu nitakwenda haji, akaleta pasipoti yake akamlipia, kumbe ule mtu ni mgonjwa, na sisi hatukumwambia huyo uko vipi. Sisi tuamuona siku ile ya semina, akija amekuja hali ni nyingine, ni mgonjwa, na tumeshamfanyia kila kitu na hawezi kuenda mahala mpaka asaidiwe na ni peke yake. Sasa changamoto kama hiyo itakuwa vipi? Yani mtu lazima kigari na ana pressure. Sasa nyinyi mwasaidia hapo. Sasa imekuwa mambo hilo imekuwa lazima, hatuna budi tusimame nalo kwa sababu tumeshaliogea. Hatuwezi kumwata, ameshatukua tikiti, ameshafanya visa, lakini ilikuwa hii ni muhimu ule mwenye kuja kwanza aeleze, haji wangu huyu uko na hivi na hivi na hivi, tamsaidia namna gani? Lakini nyinyi mwasaidia wazee mfano. Ndio aseme kutoka mwanzo tujue tutamsaidia kwa namna gani. Tutajipanga vipi? Tutajipanga vipi? Maana sasa kama mfano umekuja mmoja, hata msaidia, amekuja na wa pili na watatu, tutafanya vipi? Lazima tujue mapema, tujue tutafanya vipi. Alhamdulillah tuwapambana na mambo kama hayo. Na je, physically watu mna prepare vipi yani? Kwa sababu upande wa roho mshawatayarisha kipande wa ilmu. Je, upande wa mwili physically mnawafundisha nini ndio wajue huko tunakoenda si mahali pa ku relax sana. Tueleza kwamba ukimwona mtu amekuja pale, mathalan nimeona ni mzito kwenda, naweza kutembea, tuamwambie afanye mazoezi. Yani ajaribu afanye mazoezi kila siku, dakika fulani afanye mazoezi kila siku. Yani tumuelezea zile hali zilivyo kule. Ndio. Fahamu, yani kwamba aelewe mimi nitajisaidia namna gani. Tuampa fikra. Unamsaidia yani. Namsaidia. Onyesha kule kuna utatembea muda mrefu. Kwa hiyo lazima ujipange kuanzia hapa. Kuanzia hapa. Na huwa mko na daktari mwenda naye ama? Mara nyingi sana tena madaktari wengi huyo, ambao ni wenu wanasaidia watu wenu. Wako ndani ya shirika. Wako mara hii kwamba kama tulikuwa na madaktari na wengine ambao mahujaji. Umra na haji. Sana ni haji. Sana ni haji. Maana umra hakuna daktari, na kisha kule pia mashallah madaktari wako wa mahujaji ambao kwamba SUPKEM waleta madaktari kuwasaidia watu, kisha na Wasaudi wenyewe ndio wana hospitali katika mfano msikitini kuna hospitali, kuna madaktari. Sasa sisi kazi yetu ikiwa mfano mtu ameshikika, tunajaribu kumtukua kumpeleka kwenda kutibiwa, lakini hakuna tabu yani kuhusu. Na nyinyi mwenda na watu wangapi sana yani kwa uchache? Yani umra haina idadi, yani kama mara hii minimum mweza mwenda na watu 20, 10, 60. Mashaallah. Kama mara hii nimeenda kama 68 hivi. Hii juzi ambao tumekwenda. Na haji tumekwenda mpaka watu 200. Hii iliyopita juzi ilikuwa kuna vikwazo vingi na masharti na muda mfupi wa kulipa, tulikuwa na watu 100. Mara hii tuko na watu 150. Sasa na watu ambao watakwenda haji saa hii wanaweza kuanza kufanya arrangement na nyinyi? Watu tumeshaanza hivi sasa tumesharegister takriban watu 80 na kitu. Mapema na lazima sasa hivi mapema, maana yake wameka SUPKEM wameka muda
mpaka wakati fulani lazima uwe umeshalipa. Kulipa, takaofahamu kitu kimoja, kulipa muda wake umekwisha. Hivi sasa kama kuna agency hawajalipa, hawana tena siku. Umefahamu? Yani ngoja Sheikh, mimi kama nataka kwenda haji sahihi, niseme bana nataka kwenda na nyinyi. Kwa wakati ushaisha sasa. Wewe waweza kwenda. Lakini nyinyi ndio mwalipa. Sisi tushalipia watu hatujapata. Umefahamu? Na hakuna tena, mfano mathalan si wewe umelipia watu 100, umepata wale watu 100, wataka tena 50 kuongeza, hakuna. Unshalipa, imeshikwisha. Mshaambiwa nyinyi wenu ni 100 mlolipia hawa, basi. Muda wake mkifikisha msifikishe kuisha. Kisha na hii mahujaja wanaokwenda pia wana muda wao. Umefahamu? Mpaka Ramadhani ikiwa mfano mtu hajalipa, umefahamu, wao watakwenda haji, waweza kupewa na muda umekwisha. Au pengine imejaa. Mwisho ni lini tuseme? Ukishakupata ile namba yenu ama kuna mpaka wakati fulani ndio imeshafungwa? Yani wao hawajatangaza ile siku hasa ambao, lakini sana mwisho wa Ramadhani yaweza kuwa imefungwa. Na mina mara hii inshallah kuna preparation nzuri ama? Kwa hakika kule Mina kuna changamoto nyingi sana, na kwa hakika ni mahala ambapo kwamba ni sehemu ndogo kwa hakika, ile watu ni wengi na watu wote siku ni hiyo, umefahamu, na kuna mvutano mwingi sana katika sehemu kama zile. Maana mara nyingine huwa hawa wameingia, mara wameingia watu wengine, mara yani kidogo kuna changamoto kubwa sana, na sasa haina budi zile, kwa sababu manake na sijui kwa nini wao wakawa yani hawabadilisha, lakini nimesikia mara hini kidogo watabadilisha. Kwa hivyo tunatamaa pengine hizo itakuwa ni vingi, na maana ni muda mchache, siku 3 tu au wengine siku 4, lakini muhimu kwamba watu ndio ile Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man hajja falam yarfath walam yafsuk raja kayomi waladatu ummu. Akaweza kustahimili, asiwezi kuwa mkali, asivile afanye ufisadi. Mimi sana naona ni pale Mina, ndio manake ni mahala pazito sana, ni mahala pazito sana. Sasa ni muhimu kuwa na subra siku chache, alafu arudi kwenye hoteli na muhimu. Kwa hivyo ni muhimu mtu abebe magunia ya subra. Magunia majabali haswa. Maana Arafa na Mina hizo siku 4 yani. Siku 4 hizo huwa manake alhamdulillah. Lakini alhamdulillah ndio dalili ya kabuli yani. Na vitu gani mnawaambia watu ambao mnaenda nao wabebe yani? Vitu gani? Kama huko kwa umra kama mfano mathalan sana kubeba ni hakuna kitu ambacho muhimu. Yani muhimu ambacho mtu asikose. Muhimu ni wewe uwe mfano, muhimu ni ibada. Ibada ni kwamba ni uwe na mswafu wako, uwe na kitabu chako cha kufundisha ile ibada yako, nafahamu, na nguo zako kiasi ambacho kwamba za utukufu. Hakuna kitu, maana muhimu sana ni passport na hiyo chanjo. Hiyo zingine wewe mwenyewe tu. Sasa na nyinyi mwafundisha watu mkifika kule, haya sasa jameni tutatoka hapa tunaenda hapa. Mfano kama ziara. Hatujazungumzia kuhusu Madina, bado tuko Maka sisi. Kama ziara Maka, je, mko nao? Mnafundisha watu sasa tunaenda kufanya jambo hili. Kama Maka tuna ziara zote tutafanya. Hakuna malipo, ni hii malipo ni haya. Hatuongezi tena, ni haya. Kisha pia bali tuwafanya tena tuongezea ziara ambapo kwamba haziko, kama mfano ziara za Badri. Kawaida kule hakuna ziara kama hizo, maana zimefunguliwa hivi juzi tu. Kwa vile imefunguliwa, na sisi tumejitolea kuwapeleka free, wala hatuwachaji kwenda kutembelea Badri kule na kuona zile tarehe zilizopitika pale. Naam. Ziara zote Maka tufanya zote. Na ibada ya umra na haji ni Maka. Ni Maka. Sio? Sasa na nyinyi mko na watu kwa karibu unawafundisha, sasa hapa tutafanya hivi. Yani group mna control ile group, sasa tutafanya tawaf. Tukitoka pale tutatoka pamoja, tunaelezana
kabla ya kufika kule tutaenda kufanya nini, alafu katika tawafu pia tutazunguka pamoja, mashaallah, tutamaliza pamoja. Kila mahala ni pamoja, ila ikiwa mfano mtu ametokea bwana, mimi sitaki kufuata group, mimi mwenyewe naelewa, ahla wa sahlan, endelea na safari. umefahamu? Lakini hatuwezi kukubali sisi kuwata watu peke yao, watu wapenda. Na huyo ambaye kwamba ataki kusema hivyo pia humuomba uwe na mwenzako, usiende peke yako kwa akiba, yani waweza kupotea, waweza kutokea jambo lolote. Yani sisi tunajaribu kuelezea kwamba mtu asitoke peke yake, kwa sababu manake siku ya umra tushakutoka kwa group moja kufanya umra, tumemaliza na saa tumemaliza, sasa uko free wewe, unafahamu? Wataka kwenda kutitikafu, wataka kufanya tena umra nyingine, wataka kufanya ziara hii, wataka kutembea huku. Tuwaomba watu watoke, ya kama kwenye room mfano watu 4, basi muwe watu 4 mwende mfuatane kwa usalama. Kwa hivyo mimi mfano nataka kwenda na nyinyi, na ni mara ya kwanza kwenda umra ama ni mara ya kwanza kwenda haji. Kwa hivyo nisiwe na wasiwasi, itakuwa kila saa niko na watu ambao watanisaidia katika hii safari yangu. Kila wakati ni wewe mwenyewe. Ikiwa mfano sema sitaki kufuatwa, lakini safari zote huwa sisi tuko na wao. Na nataka mzee wangu yani muende naye, na mzee wangu bana, nataka mumtukue mpaka munilete mwenyewe hapa. Kwa hivyo nisiwe na wasiwasi. Sio na wasiwasi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kisha tutoke Maka twende Madina. Sasa tushamaliza umra yetu, tumeenda Madina sasa. Madina tutashukia hoteli gani? Madina tuna hoteli 2 pale. Naam. Kuna hoteli yetu Amjad Al-Gharra na Ar-Rayyan. Karibu na haram kabisa, yani kwenye uwanda wa msikiti. Ile ina umesha kwenda, unaona ile uwanda ule, zile hoteli ziko karibu na uwanja kabisa. Baba adhana hataweza isikia. Siwezi, utafikiri iko ndani ya hoteli. Ile wadhani ikiadhiniwa Madina, speaker ziko ndani ya hoteli. Yani waweza kuadhiniwa ukatoka kwa hijamaa. Umefahamu? Yani ni mahala karibu sana. Na ni hoteli kubwa, hoteli mzuri ambao kwamba yani sana hizi ni wakati wa haji na wakati wa umra. Hoteli zetu ni hizo. Kwa hivyo Madina ni Amjad Al-Gharra. Na mambo gani mnawafundisha watu pale? Ziara Madina, kwanza tuhakikisha kila mtu amepata ile nusuki yake. Wajua sasa hivi kuingia Raudha mpaka uwe na nusuki, yani umebook. Nyinyi mwabukia? Sisi tuwashughulikia kuanzia hapa Kenya, umefahamu? Tuwaambia bana, kila mtu afanye kabisa nusuki yake. Apply hapa apply kabla hajafika kule. Ndio. Mtu yote ambaye kwamba yeye una tabu hawezi na hana mtu kumfanyia, basi aje kwetu tumsaidie. Umefahamu? Na kisha pia tuajaribu pia sisi baada hiyo nusuki yake ya simu yake kufanya kule, sisi pia tutafuta kuna za group. Tutafuta zile, tuwapata mtu pengine tukapata tena mara ya pili. Ikiwa mfano mtu nusuki ya kuipata au amepata, aenda Raudha mara 2, ile yake na ile ya group tunampeleka. Kwa hiyo group mwenda pamoja, mnaenda Raudha sote pamoja na tukaelezana ziara kila kitu, yani kila mahala pale tulifikapo tuwaeleza hapa ndio Raudha, ni mahala kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumza kwamba yani baina kabri wa mimbari Raudha min riyadil janna, hapa ndio pepo. Wakaswala kateni, yani kila mahala tuwaeleza yani zile zitu kwamba ni muhimu za. Na ni siku ngapi mnakaa Madina? Madina siku 5. Siku 5. Hata wakati wa umra pia, anasema umra kwanza. Haji na umra zote siku 5. Siku 5. Na safari ya kurudi ni kutoka Madina kurudi Kenya ama mrudi tena Jeddah kisha kurudi Kenya? Tukitoka wakati wa kurudi Madina tutakuwa train. Na hiyo tuwafanya hivyo kama sadaka. Haturudi kwa basi, kwa sababu manake katika hii malipo ya 1500 ya haji huwa ziara na basi kwenda Madina na kurudi waziko ndani. Umefahamu? Wakati wa kwenda tuenda kwa basi, lakini kwa kurudi agency Al-Hashimi wamejitolea kuwafanyia mahujaji
usahali kwa vile manake itakuwa umemaliza haji, umemaliza nini kuchoka na safari ni ndefu Madina paka basi awakatia train. Na umra pia? Hii haji. Wakati wa train. Moja kwa moja ile treni mpaka ndani ya airport. Umefahamu? Jeddah. Yani bila kushuka mahali popote, moja kwa moja na mabegi tuwatukulia pia vile vile mpaka airport. Mtu atukua vitu zake pale airport, aingia safari. Na hii umra kutoka Maka kwenda Madina mwenda na treni ama basi? Umra ni basi. Basi. Maka Madina. Okay. Na ni sehemu gani tuseme ungetaja kwa mukhtasari ambao mnapeleka watu kwa ziara, mfano Uhud? Baba Madina kuna Qiblataini, kuna Uhud, kuna Khandak, kuna 7 masajid, ndio hiyo Khandak. Sasa zote hizo na mnaongoza watu kwa group kwa pamoja. Hapa tunawafundisha, tueleza nini Qiblataini, sababu gani kuitwa msikiti Qiblataini, kwa sababu gani hapa ni Khandak, kwa sababu gani imejengwa misikiti 7 hapa, ya nini misikiti 7? Ndio Uhudi, kwa kwenda kwa Sayyidina Hamza pale, vipi mashahidi wangapi wamezikwa pale? No. Yani taalim tuko pamoja zote tuelezana. Mashaallah, naona muda umetembea shekhe, wacha tuendelee kumalizia. Ni changamoto gani nyinyi mnapata kama agent wa haji na umra ukienda Saudi Arabia na hawa mahujaji? Changamoto ambayo ni kubwa sana hutokea mara nyingine kuhusu safari. Kuanzia hapa. Mara nyingine waweza, maana unajua safari za ndege za hapa huwa ni ile kuchat ile, yani kutukua ndege watu 50, watu 100, watu 200. Umefahamu? Sasa mara wao wamejibiwa bana ndege haijajaa. Umefahamu? Kwa hivyo lazima muijaze. Mfano watu 300 na nyinyi imefika watu 270, bado watu 30. Kwa hivyo ndege haiwezi kuondoka bana tarehe ile mpaka ijae ndege, muijaze nyinyi. Maana sisi maagency ndio waijaze. Kwa sababu maana si ndege ukata tikiti. Sasa hiyo lazima ile ima msaidiane nyinyi maagency, mulipe zile. Mujaze pesa ama mujaze watu? Vote sasa. Mujaze pesa au mjaze watu. Almuhimu kwamba manake huwa ni changamoto. Au mara nyingine waweza kuja wale kuambia bana bezi imebadilika bana, sio tena ile tulizungumza, lazima muongeze kitu. Sasa pale maagent waweza kukataa. Kwa hivyo sisi hatutaki kujua. Nyinyi hamtaki kujua. Nyinyi maagent mtajipanga. Manake nyinyi shalipa na shaambiwa tarehe ya kuondoka, lazima sisi tusimamie tufanye hapo kama ile ondoke tu. Alafu na kule sasa mara nyingine tutokea ile kuchelewa safari mwambia sasa kutoka kwenda Mina saa 7 usiku. Umefahamu? Saa 7 usiku, mara waambie ni saa 10, mara waambie. Yani changamoto ni nyingi. Muhimu ni kama hivyo sema ni kuwa na subra tu. Lakini iko mambo kidogo. Na advice gani unawapatia wale watu ambao ni mwanzo kwenda haji ama ni mwanzo kwenda umra? Advice gani unawapa? Sisi ndo hapo kwenye seminar. Hiyo seminar unaifanya hapa. No, yani hawa ambao wanatusikiza sisi, advice gani unawapa? Hawa watu wanaosikiza tuwaomba mtu kitakwenda haji afanye mapema sana, asichelewe. Ikiwa wewe sasa hivi unataka kwenda haji, basi uje kwa haraka ufanye booking. Hata kama ikiwa mfano wewe pesa zako bado, angalia kitu kidogo tu ujicommit. Bwana mimi nitakwenda lakini sijafanikiwa, $1000 hini au 500 hini na pasipoti, mimi nitakwenda. Yani afanye ile arrangement mapema. Mwaka jana kuna watu wankuja wataka kwenda nishajaa au wakati ushakuisha. Wajua kuna watu wengine hapa Kenya mara nyingi sana hutukua mpaka pengine kesho watu huondoka hata kulipa leo. Umefahamu? Wanakuchelewa. Kwa hivyo naomba kwamba wale watakwenda wafanye bidii sana, yani mapema. Kuanzia sasa hivi, sasa pia si mapema, yani muda ni karibu tena, lakini asikae mpaka karibu na safari. Na kumalizia shekhe, message ya mwisho ambao unaweza kuambia watazamaji wetu
Pengine ukiangalia hii kamera ukawaambia wale ambao wanatutazama, utawaambia nini Sheikh? Mambo ambayo kwamba ni muhimu, sisi tunapenda tuwaambie jambo kama hili, ujipange mapema na uwe na subra katika safari kama hini, na uwe yani, ukiwa wewe enda huko usiwe na pressure, yani kama ulivyo hapa. Yani ujaribu sana ujipange, yani kwamba mimi nendao amali kama hini kuifanya, yani uwe na hamu kubwa sana na uwe na hamu ya kusoma sana, ujue haji yako ni nini ambacho kwamba kimekulazimu ufanye, usome nini, na ujaribu sana kuuliza mashekhe wenye kusomesha, yani usome ile, maanake kama mlivyoelezwa na sharia kwambia ilmu muhimu ni ilmu alhal, yani ile wakati ule utakufanya wewe utakwenda haji ukae tu, yani hata huna habari, yani usome ile elimu, usome haji nini, tawafu nini, yani sa'i ni kitu gani, mambo gani. Maana kuna mambo mengi sana ambayo ya kufanya pale katika haji. Wewe uende usijute, ukirudi useme sikujua kama kuna hili, sikujua kama kuna lile. Soma haji kisawa sawa, usingoje semina yetu tu ambao siku ile haja. Usome kwa mashekhe walioko kwako wewe pale ulipo, ujue kwamba mimi nenda kufanya nini na ni wajibu gani mimi nifanye. Hilo ndilo muhimu sana. Shukran watazamaji, tumefika mwisho wa kipindi chetu hiki. Alhamdulillah rabbil alamin. Shirika hili la Al-Hashimi Agencies ni shirika ambalo mashallah linafanya hii kazi ya kupeleka watu umra na haji vizuri sana. Ni shirika ambalo linaaminika kwa hii kazi. Kwa hivyo mtu yoyote ambaye anatusikiza, mtu yoyote ambaye anaona hii clip, tafadhali, kama una nia ya kwenda haji, kama una nia ya kwenda umra, contact zao ziko hapa. Kwa hivyo ufanye mapema ndio wakuingize kwenye hiyo group. Hili shirika msiwe na wasiwasi nalo, alhamdulillah nishafanya hii kazi muda mrefu. Sisi tuko na imani na wao kwa hii kazi wataweza kuifanya. Kwa hayo machache, shukran wa jazakumullah khair. Nazira shukuru charity halal charity TV. Tunashukuru sana kwa jambo kama hili ambalo kwamba la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu awabarikie. Na ndugu yetu Bashir najua naye siku nyingi sana nyaka, kwa hivyo namuona ni mtu barabara. Kwa hivyo neno lake lisemalo msifanye wasiwasi, ni neno zito. Alhamdulillah. Inshallah. Shukran, jazakumullah khair.